mchezo unaweza ukaahirishwa na muda wa kuahirishwa umetajwa, lakini sio ile iliyoahirishwa ndani ya masaa 5. Mtazamaji wa Scope Media, uhali gani? Na kama ilivyo kawaida yetu kwenda kuzungumza masuala yote ambayo yanajiri kwenye uwanda wa michezo, na huwa tunakwenda kuzungumza pia na wataalamu wa mambo mbalimbali kwenye unga huo wa kimichezo. Mimi naitwa Martin Noel Modi, nyuma kamera ni Ismail Mshana, na Scope Media leo tunazungumza na mwanasheria wakili msome Alois Komba kutoka Haki Kwanza Advocates. Kwema kwanza? Mimi nipo poa, sijambo. Nimefurahi kukutana na Scope, maana siku nyingi kidogo hatujazungumza. Mengi yanaendelea ya kisheria zaidi ambayo mimi pengine naweza nikawa tunasema ni ignorance kwenye uwanda wa sheria, sifahamu chochote na siwezi kutafsiri sheria. Kubwa hasa ni kuhusiana na hukumu au taarifa ambayo imetolewa na CAS kwamba Young Africans wameshindwa kesi hiyo. Tukaona ni vyema kutafuta kuzungumza kwanza. Wengine wanasema ni lugha ndio imeshindwa kueleweka kwamba Yanga hawajashindwa kesi hiyo, lakini wengine wanasema kwamba kesi hiyo inabidi irudishwe kwenye mamlaka za hapa ndani, iamuliwe, ikishindikana ndio irudishwe kule. Kwanza, je, ni kweli kwamba Yanga wameshindwa au ni lugha imeshindwa kueleweka? Ni kweli Yanga wameshindwa kesi. Ni kweli kwamba shauri lao walilopeleka huko kwenye mamlaka ya usuluhishi wa michezo CAS limeondolewa, na taarifa ya kuondolewa na amri zilizotolewa pale zipo kwenye huo uamuzi wa tarehe 1 mwezi wa 5. Na uamuzi unasema kabisa kwamba CAS imegundua haina mamlaka ya kusikiliza hiyo kesi. Tena hizo amri zilikuwa tu zile za awali, kwa sababu kulikuwa na mabishano ya mwanzo kabisa ambayo Yanga waliyapeleka kwamba kuwe kwanza na mazuio kabla ya kesi ya msingi kuendelea, kusiwe na utekelezaji wa maelekezo ambayo bodi ya ligi iliyatoa, kukawa na kitu kinaitwa stay of execution. Na kwa hiyo CAS kupitia huyo makamu wa rais wa CAS Mama Elizabeth Steiner akasema ngoja niyasikilize haya mapingamizi, alafu tutaona safari inavyoenda. Kwa hiyo kwenye kusikiliza, baada ya zile hoja zote pande zote wamepeleka, wakasikilizwa Yanga kwa nini wanataka kuwe na mazuio, kisifanyike chochote. Wameeleza mambo ya kupata hasara, wameeleza kulinda heshima yao, wameeleza kwamba ile mechi ikipangwa tena itakuwa shauri lao lina maana, vitu vingi sana. Na washtakiwa au wajibu maombi ambao ni shirikisho la mpira Tanzania, bodi ya ligi na klabu ya Simba, nao wakawasilisha hoja zao kwenye hiyo hatua ya awali. Baadhi ya hoja wamesema, kwa mfano mwanasheria wa Simba alisema kwanza tungehitaji CAS tuambie kama mna mamlaka ya kusikiliza ile shauri, hata kwenye hizi hatua za awali, kwamba unaweza kusikiliza ile shauri. Kwa nini? Akaambiwa kwanza ni kwa sababu mleta rufaa hii hakupita njia zinazostahili. Katoka kwenye hiyo ambayo anasema hakukubaliana nayo na kuja CAS. Mbaya zaidi, ameleta rufaa haina nakala ya hukumu. Na kwa kumbukumbu zetu sisi Simba, bodi ya ligi na TFF hatukuwahi kushtakiwa kwenye hatua ya bodi ya ligi na tukaendesha kesi, afu kesi ikaamuliwa na kutokea uamuzi ambao CAS wameita ni decision of the appeal. Kwa hiyo hilo ni moja. Lingine wakasema lazima mchakato wa ndani uishe ndio mtu anaweza akaja CAS. Na wakaeleza tu mchakato wa ndani hata pale kwenye bodi ya ligi kama mtu akukubaliana nao, na hasa kama maamuzi yametolewa hivyo, anaenda kwenye kamati ya rufaa ya TFF kwa mujibu wa kanuni ya 25 na 26. Pale anaweza kafanya maamuzi mengine. Kwa hiyo kwa kifupi, baada ya kujibizana, baadaye CAS yenyewe ikatoa maamuzi yafuatayo. CAS yenyewe ikatoa maamuzi yafuatayo ambayo imetoa orders. Anasema order. The Deputy President of CAS Appeals Arbitration Division Sport rules that, kwamba makamu wa rais
wa hiyo mahakama ya usuluhishi ya CAS inaamua ifuatavyo. 1. The CAS manifestly has no jurisdiction to decide on the matter. Kwamba CAS ni dhahiri haina mamlaka ya kisheria kuamua kuhusiana na shauri au kesi hiyo. Hiyo ni kwenye preliminary stage, kwenye hatua ya mwanzo kabisa mapingamizi. 2. Anasema the procedure ya hiyo shauri la CAS 2025A/11 Young Africans versus nini. The procedure. Hapa ndio tungetakiwa tusikilizane, kwa sababu hata wale wanaosema lugha jamani, si Kiingereza tunachokijua wote. Kuna legal language. Kuna lugha za kisheria. Kwa mfano mtu anayesema yeye anajua hiyo lugha, nikimuuliza jurisdiction anajua maana yake, stay of execution anajua maana yake. Kwa hiyo kuna lugha ya kisheria. Halafu hata wana sheria inategemea wewe upo kwenye fani gani. Ukiwa unaendesha kesi na mahakamani, utakuwa na lugha inaitwa ya mwenendo, ya procedure. Sasa CAS inasema the procedure is terminated and removed from the CAS roll. Unajua maana gani? Kwamba shauri zima, yani kwanza lile la msingi lipo pale kwa linasubiria, lina vielelezo, ushahidi mwingi, shauri zima linaondolewa kutoka kwenye usajili wa CAS, from the roll. Katumia neno moja zuri sana, hata sisi mawakili tuna roll numbers. Yani mimi unaweza kuniuliza wakili, wewe ni roll number ngapi? Au kaingia kwenye mtandao kaandika wakili Alois Komba, utaniona roll number fulani, from the roll. Halafu mwisho wakazungumzia gharama, akatoa amri ya gharama. This order is rendered without costs. Amri inaitoa bila gharama, isipokuwa except for the court office fee of CHF 1000, isipokuwa kwa ada au gharama iliyotolewa ya Swiss francs 1000 walizotoa Yanga wakati wanafungua CAS. Hazitarudishwa, zinabaki kwa CAS. Hii nafuni ya maana sana, kwa sababu niliwahi kuzungumza sana wakati fulani kwamba ukiwapeleka watu kule upande wa pili watadai gharama. Arbitrator mwenyewe huyo atadai alipwe. Nyinyi wenyewe upande wa pili kama Simba wameshinda au swala hilo limeondolewa, nitakiwa walipwe gharama. Kwa hiyo huo ndio uamuzi uliotolewa. Sasa kwa tafsiri ya haraka nasema mimi wakili msomi Alois Komba wa Haki Kwanza Advocates nasema hivi, mimi naelewa kwamba hakuna kesi tena CAS inayohusiana na jambo ambalo Yanga walipeleka. Hakuna kesi TFF, hakuna kesi bodi ya ligi, na hakuna kesi dhidi ya Simba. Kwa sababu kwanza Simba walishawahi kuuliza, si unatuleta kwa lipi? Tuliwahi kugombana huko chini. Si tulikuwa tunasubiri mechi ipangwe, ichezwe. Na tujavunja sheria. Unaona? Wewe ulikuwa na wagomvi wako. Lakini vile vile huo ugomvi wako hamkuuendesha, ukatolewa maamuzi. Halafu haya maamuzi hukumu yake ile ungeikatia rufaa, ukaambatanisha kwenye rufaa yako kwenye kamati ya uchaguzi ya TFF, pale mngeshindana, baadaye mkaenda mbele. Mimi niliwahi kuuliza kwa sababu swala hili wameliendesha wenyewe wanasheria wa Yanga watuambie, lakini tukasema vitu kama hivi waviangalie. Na ile wanayoita kwamba mchakato wa ndani uishe, you have to exhaust internal remedies kama ambavyo wamesema CAS. Mimi huwa napenda kutumia lugha yetu ya kiutawala wa sheria, administrative law. You must exhaust all local remedies. Una mgogoro pale ulipoajiriwa, utaambiwa usikimbilie CMA au mahakama ya kazi, muanze na kamati za nidhamu pale pale kazini. Wewe ukikimbia kwenda juu, kule juu watu watakupiga hayo mapingamizi, hizo POs watakwambia huko exhaust, rudi ufuate utaratibu. Mfano mwingine huwa anatoa mimi, wewe una kesi mahakama ya mwanzo, umeshindwa, atakayekushauri kwamba nenda mahakama kuu au mahakama ya rufaa, hujapita mahakama ya wilaya au mahakama ya mkoa, very wrong. Unadhani mawakili wa Yanga walikuwa mawapi kwenye kuwasilisha hoja zao? Pengine labda wangelazimisha kesi ianzie hapa, na kama watu ambao wanadhani kwamba labda kumekuwa na
ubovu wa kwenye kitengo cha sheria cha Yanga. Wewe unaona ubovu huo pia? Siwezi nikasema hivyo, lakini nasema wakati fulani sisi wanasheria huwa vile vile tunajiamini kwa vitu vingi vya kisheria. Ndio kwa maana hata mahakamani sisi tunakutana, tunapambana, tunamwambia sheria upande wa pili, bwana hiki na hiki umekosea, hiki kukiona, tunamwambia tajaji hiki na vipi. Na mimi sikutarajia mawakili wa Yanga nguli wazoefu na wamekuwa sana na masuala haya waamue hivyo. Wengine wanasema au waliwafuata watu wa kawaida au viongozi kwamba bwana msirudi TFF, mtatendewa haki. Lawyers natakiwa kuwa makini sana. Mteja siku drive. Yaani mteja sikuambia unajua mkienda pale ndio kweli naweza bodi ya ligi ikanipiga chini, kamati ya rufaa ikanipiga chini, lakini sinanipa ile procedure kwenda juu. Bwana sisi tunaendesha kesi, naweza nikaendesha kesi yangu nikaangalia huyo hakimu hapa mahakama mwanzo ananizingua. Nikaandaa rufaa yangu. Nikasubiri mpaka amalize na najua tu atanipiga. Namwambia hata mteja wangu hapa atatupiga, si unaona atanavyoendesha nini, anapendelea hivi vitu vingine anakataa, ushahidi mwingine anaukataa si nini. Nitaanza rufaa yenu, nitaenda mahakama ya wilaya. Mahakama ya wilaya nayo ukiona zingua, yani ndiko maana nasema always hebu answer from the lowest ladder of trial of cases. Hebu anza chini. Sasa hivi watu wanaanza kujadili. Hivi wameangushwa toka kule juu. Wanafanyaje? Lakini ungeanza chini huko, unaenda. Kwa hiyo watu wanaweza kusema waliamua hivyo, na wengine wanasema eti walichungulia zile kanuni wakasema, nilikuwa nasoma hata mimi hiyo kanuni ya 25 26 ya bodi ya ligi, kama wana uamuzi wowote unakatiwa kamati ya rufaa ya rufaa za mpira na nini. Lakini ile kamati ya rufaa za mpira yenyewe maamuzi yake ndio mwisho, final and conclusive. Lakini wanasheria tuna njia kubomoa statement kama hizo za kisheria. Tuna namna nyingi ya kuzibomoa. Na utaenda hata kule kasi utaambia hii kanuni inavunja haki. Hii kanuni ya kupaswa kukaa hivi. Na mimi ndio wakati nazungumza nikawa nasema labda wenzetu Yanga wameenda kule vivili kwenda kuzitafsiri hizo kanuni kusudi vile vile zirekebishwe zisaidie mpira. Sikuamini kwamba wameenda kule kupambania pointi 3 na mchezo usichezwe. Kwa mantikio ina maana sheria tulizonazo pia zina makosa kwa kutazama. Zina makosa hata kanuni zetu. Kwa mfano nimekuambia kitu kimoja. Hivi mnajua kwamba toka wakati ule tunabadilisha shirikisho kwa mjibu wa maelekezo ya FIFA, na wakati ule mzee wetu leo ni Gadichila Tenga anaongoza TFF ya kwanza, anaanza kutengeneza vyombo vya kutenda haki ndani ya TFF. Chombo kimoja ambacho mpaka leo kijaundwa. Na kila nikizungumza hata na media wao sijibiwi. Napenda kuuliza viongozi wetu wa mpira akina Wallace Karia pale na makamu wake mwanasheria mzuri sana Athmani Nyamlani na watu wa mpira kina Kidau na wengine na kamati yake utendaji, mbona hawajatekeleza lile azimio la Bagamoyo lililosema kwamba lazima uwe na chombo kama mahakama kinachofanana na ikasi ndani ya TFF na kitakuwa na watu huru. Mfekiri wengine wakasema ndipo kile unaweza kuweka majaji wastaafu nani, umeelewa? Ambapo watu sasa wataona afadhali kamati za rufaa zikinifanyia ovyo ziwe za maadili za nini niende kwenye hiyo hiyo kama mahakama. Hicho kijafanyika mpaka leo. Labda ndio pengine kazi zingine zinaenda kuhusiana na kamati ya maadili. Hizo kazi sasa. Na ndiko maana pale tunasema sasa kwenye sheria za mambo ya makampuni, company law wanasema kuna kitu wewe unaweza kufanya sio mamlaka yako, ultravia au ultravirus. Wewe maadili unajadili kitu ambacho kingetakiwa kiwe kwenye kamati fulani, au wewe mtu wa nini ingetakiwa kwenye kamati fulani. Sasa matokeo yake unakiamua wewe kwa sababu kichombo akipo. Umeona kama ambavyo limejitokeza hili, nilikuwa nasoma tena kwa makini uamuzi wa kasi. Unajua upande wa wadai wa Simba na nani na hasa bodi ya ligi wakasema hili swala lipo kwenye kinidhamu, disciplinary, tunachunguza rushwa nini. Hawa wanaletaje mambo ya disciplinary kasi mnamwaga mambo ya disciplinary, mambo ya nidhamu. Wangeenda CAF au FIFA direct. Ndio nitengee ilikuwa inaelezwa pale. Wanaelezana kwenye haya maamuzi. Kwa hiyo mimi ninachosema tu ni kwamba ule uamuzi umeondoa shauri lote.
kuna appeal ambayo waliiweka Yanga na vitu vyake. Zaidi ya hiyo wakaomba tena maombi madogo au kesi ndogo ambayo ni ya stay of execution, ya kuzuia kwanza chochote kisifanyike kabla ya shauri lao la msingi. Lakini hao wameamua kutoka kwenye maombi madogo, wamefuta na ile nyingine yote. Kwa hiyo kwa mantikio bodi ya ligi wana haki ya kupanga tarehe ya mchezo. Kabisa na sijui ni muombe msamaha Mzee Mguto, na mimi nilimtania au nilimjoke aliposema wameenda kafu nikichekesho, lakini leo naanza kugona he was right. Yanga wanaenda kasi. Mbona nikichekesho? Na mimi nikamwambia Mzee Mguto, hebu ache watu watafute haki yao. Na hasa lilipopokelewa, nikamwambia unaona shauri lao limepokelewa, pengine lina vitu huko ameita maybe kuna tribal issues. Ngawa huko vimepigwa hiyo ikasema hamna tribal issues, mawakili wa pande wa pili. Kwa hiyo bodi ya ligi ipo free. Nadhani hata kuna tamko la TFF limeeleza kuhusu mchezo 184 utapangwa tena. Hakuna tena shauri bodi ya ligi Simba nani, hakuna. Kuna madhanio pia nilikuwa nafikiria, nimeona pia mjadala kwenye mitandao ya kijamii. Unadhani pia wale mashabiki ambao walikuwa wamekata viingilio vyao, gharama na kila kitu, wanaweza pia na wenyewe labda kufungua kesi ya msingi mahakamani pengine? Exactly, kwamba sasa hivi watu walioathirika wengi wanaweza kufungua kesi tena kwenye civil courts, yani kwenye mahakama hizi za kawaida. Kwa moja naona tayari kesi imefunguliwa leo tarehe 2 mwezi wa 5 ilikuwa inatajwa ya Dr. Maro, Samad Dr. Maro dhidi ya hao. Nadhani anazungumzia hizo athari. Nakumbuka hata mimi niliwahi kupigiwa simu na wananchi wengi wa Morogoro. Kwa hiyo kesi ya msingi unasema kwa mashabiki inaweza ikawepo ya kudai gharama zao? Yes, mashabiki wanaweza wakafungua kesi, yani hata shabiki mmoja akafungua kesi popote pale aliye Dodoma leo, mnadi au tu ana ushahidi wa kutosha alivyoathirika. Kwa mfano alikata tiketi kuingia kwenye mchezo, gharama alizopata, kasafiri kuja mpaka Dar es Salaam, akalala kwenye mahoteli, marisiti nayo, anaweza akafungua kesi dhidi ya bodi ya ligi na walioandaa mchezo pamoja na ile kampuni inayokatisha tiketi. N-card unaweza kaishu vile vile, na wakiwa wengi sana huwa inatengenezwa hilo shauri la uwakilishi, representative suit. Unaona na wanaweza kulipa fidia zao? Ukiprove vizuri unalipwa, na hiyo ndio nasema tu, kwa sababu Tanzania wananchi wenyewe, hata sisi wanasheria wote tupo tu vile vile, atudai haki zetu. Yani ngikuwa nchi nazifahamu mimi, Nigeria, Afrika Kusini, si wapi, yani sasa hivi kungekuwa na mat suits, yani kungekuwa na kesi mengi mahakamani dhidi ya bodi ya ligi. Yani kesi zingekuwa nyingi dhidi ya bodi ya ligi, unaona? Kwa hiyo watu wanaweza kutafuta hizo haki, kwa sababu kitu kimoja tu mpaka leo, na huwa nasikitika sana, hatujaomba radhi na TFF. TFF haja apologize kwa mashabiki wa soka, hata wa nchi, kwa kile kitendo wamechukulia kawaida. Mimi huwa nasema hivi, ikitokea watu wenye vibanda umiza huko mtaani wanaonyesha mpira wangeungana wakaprove siku hiyo walivyojiandaa kwa ajili ya ule mchezo, mapato walikuwa wanatarajia kuingiza, athari walizopata ni kubwa sana. Na kesi inaweza unaweza kufungua kesi ya madai na kudai damages ya mamilioni ya hela. Tena unaposhtaki kama bodi ya ligi wana mamilioni ya hela. Watu wameajiri hata wakili toka Kenya, alienda aliyewasilisha hoja kama page moja tu au mbili. Kesi ya TFF inaanza. Kwani mawakili walikuwaje hapa? Yanga amewakilishwa na wakili wake watano: Alex Mgongolo, Juma Nasoro, Spius Didas, Simon Patrick, Kalage Rashid. TFF Nguruma, Kea Majembe na Makubi wa Makubi. Wanapenda kumuita Makubi wa Makuba, lakini ni Makubi Kunju Makubi. Unaona? Sikiliza TPBL, kuonyesha wapo vizuri, wahitaji hata mawakili hapa ndani. Wakaenda kumtafuta Rafael Omala of Omala and Company Advocates, Nairobi, Kenya. Umeona? Sasa ukiwasiu watu kama hao, they have money, nadhani zinatokana mambo yetu ya mpira na wadhamini na nani. Inazungumza nini mpaka ushirikisho kwa na wakili au sea chamba? Kuchukua wakili kutoka nje ya nchi na inazungumza nini kwenye uwanda wa sheria wa Tanzania? Mimi naona tu kwamba kwa nini TPL bwana imetudhalilisha sisi. Mawakili tupo jamani. Tanzania sasa hivi na mawakili zaidi ya 12,000.
mawakili wengi na wazoefu kwenye mambo mengi, hata sports journalists wapo. Lakini swala hili halikuhitaji mambo ya michezo. Simkwambia hizo procedure tu ambazo hata mtu wa kawaida tu anaweza ka question. Hata mtu wa kawaida akienda baraza la kata, anataka kwenda baraza la wilaya nyumba, anaambia bwana hakikisha umepata na ile na nyie ya kata uende nayo kule. It's procedure tu. Kwa hiyo mimi nasema kwamba lakini niliwahi kuzungumza kwamba unaweza kuajiri wakili popote duniani akusaidie. Maliza na hapa sasa. Kumekuwa na malalamiko mengi, nadhani pia umekuwa hata na wenyewe umeaona kwamba bodi ya ligi imeshindwa kusimamia kanuni. Wengine wanavyosema bodi ya ligi imeshindwa kusimamia kanuni za uongozaji wa ligi, taratibu na sheria, pengine hata hayo tasinge kuwepo. Wewe kisheria pia umesoma na unaweza kutafsiri sheria hizo na kuzielezea vizuri. Ni kweli kwamba tatizo la mambo haya yote labda ni kushindwa kutafsiri kwa sheria kutokana na bodi ya ligi walizokuwa wameziweka sheria zao za ligi kuhusiana na michezo? Yote yanahusika. Inaweza kuwa ni tafsiri ya hizo kanuni au kanuni zenye kutokujitosheleza. Kwa mfano watu tumekuwa tukisema ili kanuni namba 34 kifungu kimoja cha kwanza iliyohairisha mechi ilijitosheleza. Kulikuwa na matukio ambayo unaweza kusema mechi hairishwe. Tukasema tafsiri yao haikuendana na hali halisi. Baada ya kutaja mambo ya rushwa pia haijabi proved mpaka leo. Yani kile kifungu kinataka mambo ya dhahiri. Kila mwanampira aone kuna mvua kubwa sana, kuna maafa makubwa. Yani ni kifungu kinachotaka mambo ya dhahiri kwanza yaonekane ya kuahirisha mchezo. Sio hayo ambayo wanasema usalama, rushwa nini. Hata kukasi naona wametoa hizo hoja zao kupinga hoja za Yanga na kusema swali lilikuwa kwenye no, lakini mimi nasema kile kifungu kimeachia sasa, basi kimeachia watu watafsiri wanavyoona wao kwa manufaa yao. Ndio kwa maana wakati mwingine tunakoenda huko na sheria wengine tunataka tufungue kesi pale chifu, si wanataka tufuate mle tufungue pale tujadili kuhusu hizo kanuni. Tukishindwana tunaenda juu, tukishindwana tunaenda kasi. Au kwa kweli husu mpira tuende kwenye mtazamo wa kimpira tu, then CAF FIFA tuone FIFA statutes zinasemaje kuhusiana na hizo kanuni, kwa sababu hizo kanuni nyingi zilichukua kwenye FIFA. Unaona, je, zinaenda sawa? Zikiwemo kanuni za uchaguzi, kanuni za mpira wenyewe na kanuni zile wanasema kanuni za usimamiaji soka ambazo bodi ya ligi wanazitumia. Tafsiri yake ipo sawa au imeachia mtu anaweza kutafsiri anavyoona yeye? Wakati ile kanuni imesema dhahiri kukiwa na matukio ambayo mchezo unaweza ukaahirishwa na muda wa kuahirishwa umetajwa, lakini sio ile iliyoahirishwa ndani ya masaa 5. Labda kama tunasema kungekuwa na maafa mvua kubwa, yes, lakini kanuni zenyewe zinatakiwa kupitiwa upya. Lakini vile vile kanuni za vyombo vya haki ziwepo. Kwa mfano mimi najiuliza sasa hivi, kwa nini mambo maadili baada ya mpira wenyewe? Mimi nikizungumza ovyo tu hapa nini nasema bwana umekiuka maadili ya mpira tunakuita. Alafu hawajafafanua maadili kwenye mpira ni yepi, kuanzia kwa viongozi, mashabiki wa mpira na wengine. Hazijawekwa sawa. Na mwisho hapa kuuliza, kuna kanuni yote au sheria yote ya TFF ambayo inaelezea kuhusiana na adhabu ambazo zinatolewa? Mfano tumeona watu wakiwa wanatozwa milioni 10, milioni 20, milioni 5. Kuna sheria yote ambayo inaelezea kuhusiana na amount ya fedha ambayo mtu akikosea anatakiwa atozwe, au ni mapendekezo tu ya mtu yote? Hapana, wanafuata kanuni. Kanuni zipo pale, zina fine nyingi zile kanuni. Zipo straight, zinataja mle. Ukifanya hivi milioni 5, ukifanya hivi milioni 2, sio nini. Alafu lakini vile vile kuna zingine wanakaa ndio wanaamua wao. Kuna hasa zile zinazohusiana na mpira moja kwa moja zimetajwa faini zake. Unaona? Kwa mfano timu haijaenda uwanjani, faini yake ipo straight. Kwa viongozi ipo wazi. Sio mmoja alimwassault refa pamoja na kupata kadi nyekundu, kamati itakati na kumpa adhabu nyingine na faini zitakuwepo. Kwa hiyo zipo zinasema, lakini they are very arbitrary. Yani nasema vile vile zinaweza kutumika kukomoa watu. Shukrani sana. Asante sana.